Amen. Kwa sababu wakati Yesu anasulubishwa pale, ina maana ya kwamba naye anafanya sherehe kama hii ambayo ilifanywa hapa. Kwa sababu ukisoma Kutoka 12 utaona ya kwamba wakati Musa anapewa maagizo ya kumchinja mwana kondoo na ile damu yake aipake kwa milango. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanapewa maagizo ya kutoka Misri, Mungu alisema kwamba atawaua watoto wote wa kwanza, wazaliwa wa kwanza wa Misri. Lakini akasema ya kwamba hata waua Waisraeli. Sasa wakafanya agano na Waisraeli. Akawaambia kwamba watafute kondoo wa mchinje, wapake ile damu yake kwa milango. Wakati malaika atakapopita usiku kuwaua wa Misri, anaangalia ile damu, hawezi kugusa hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Pale ndio agano lilifanywa na Musa, agano la kwanza la kukombolewa kwa Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe, agano ambaye Yesu amelifanya ni la kukomboa wewe. Alikomboa dunia yote. Alikomboa wanadamu wote dunia yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanadamu hatukuwa na msamaha wa dhambi. Tulikuwa katika utumwa wa dhambi, lakini wakati Yesu amekuja kutukomboa sisi wote. Ndio maana nakwambia kwamba siku hii tunasherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, maana Yesu amekufa kwa ajili yako. Kwa hivyo leo ni siku yako ya kuangalia maisha yako. Leo ni siku yako ya kukataa magonjwa yamekutesa kwa muda mrefu. Leo ni siku yako ya kuangalia chochote kile kinakusumbua katika maisha yako. Leo ni siku ya kukataa dhambi zote ambao zinakusumbua katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni siku ambaye Yesu ametukomboa na amekufa kwa ajili yako, na siku ya leo ni kufufuka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati Yesu anafufuka, inafaa na maisha yako ukaanza maisha mapya, mkafufuke pamoja na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba nimekufa kwa sababu ya dhambi zangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati umeanza dhambi, na maana ya kwamba umefanya nini? Umefufuka upya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha kuna watu hapa wameonewa kwa sababu sio kitu kingine. Ni jambo moja watalifanya. Ya kufanya uamuzi wa kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ukiokoka tu, umkubali Yesu tu, kila kitu kitakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hauhitaji mambo mingi. Kuokoka tu, kumkubali Yesu, kuanza kumtumikia kuanzia leo, kila kitu kitabadilika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ndio utafanya peke yake. Lakini ukifanya hayo, utakuja kutoa ushuhuda hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu amekufa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kwa sababu ya masaa yetu, sitaki tusome ya maandiko yote. Ni maandiko mengi. Nataka nigusie tu, nagusa tu Kutoka 12 kuanzia mstari wa nataka nisome mstari wa 12 mstari wa sio mstari wa 12, sura ya 12. Kutoka sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Nataka nisomea hapo haraka haraka. Nataka muelewe. Haya ni mafundisho ya siku nyingine. Tutakuja kujifundisha, wala ambao mnakuja mapema mnafikia mafundisho, tutakuja kujifundisha siku nyingine. Mafundisho iko hapa ni kubwa sana, na ni pana. Kwa hivyo siku ya leo hatuko mafundisho, tuko tunasoma tu neno. Nisomea hapo. Kutoka 12 mstari wake wa kwanza inasema, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa na Haruni walipokuwa bado nchini Misri, mwezi huu utakuwa kwenu mwezi wa kwanza wa mwaka. Iambieni jumuiya yote ya Waisraeli kwamba mnamo siku ya 10 ya mwezi huu mtachukua mwana kondoo mmoja kwa kila jamaa moja. Kama jamaa moja ni ndogo mno hata asiweze kumaliza kondoo mmoja, itashirikiana na jamaa jirani kadri ya idadi ya watu wake. Kisha watachagua mnyama ambaye kila mtu ataweza kula. Mwana-kondoo huyo asiwe kilema chochote, awe wa kiume na wa mwaka mmoja. Anaweza kuwa mwana-kondoo au
mwanambuzi. Amen. Achia hapo. Amen. Lakini mtaanza kujisomea wenyewe mpaka chini. Mtaona ya kwamba ni nini Mungu alikuwa anakisema. Hapa ndio Mungu alisema ya kwamba wamchinje mwanakondoo kila siku. Hii ilikuwa wanachinja mwanakondoo ambaye damu yake ilikuwa inapakwa kwa mlango wakati ule ambao walikuwa wanatoka pale Misri. Lakini sasa kila wakati walikuwa wanasherehekea hii sikukuu, walikuwa wanachinja mwanakondoo kila wakati. Sasa nataka tuende moja kwa moja tusome kitabu cha Luka 22